Lakini wakipata matokeo tofauti tayari shirikisho halina amani na wao. Sasa hii timu ya aina gani? Walilia mpaka waziri wa michezo aliwasaidia mpaka kuwa mabingwa. Wamekuwa mabingwa miaka mitatu. Sasa wanataka na simu wao mabingwa, tumewambia ubaya ubwela utawafikia. Kwa hiyo kana kwamba Yanga wameumbwa kushinda tu, ndio maana wameumbwa kushinda. Hakuna timu hiyo duniani. Ni vibaya kupenda kushinda? Sio vibaya, lakini hakuna timu hiyo duniani. Mchezo wa mpira wa miguu na matokeo matatu. Sawa, kuna kudraw, kuna kushinda na kuna kufungwa. Kwa hiyo ukiona umekosa chance kama leo, Simba alistahili kushinda, amekosa chance zaidi ya 10 hapa. Lakini wao nafasi moja ya mchongo wamepata matokeo. Na hiyo mpaka mwisho imeisha wameshinda. Kwa hiyo tunawapongeza wamepata matokeo, lakini angekuwa wao hapa wangeanza kuandamana. Maana walikuwa wanasikiliza refa. Dakika zimeongezwa. Golikipa kalala zaidi ya dakika 3. Unahitaji asifidie, dakika zinafidiwa saa hizi za nyongeza. Hiyo kwa sababu wao ni timu ya makuli, washazoea kubeba mizigo. Wataona jambo la ajabu kwa sababu sio timu ya mpira, lakini kwa sisi tunajua dakika zinafidiwa. Na hata zile dakika zinazofidiwa haichezi Simba, tunacheza wote. Kwa hiyo unaonesha kabisa hao hawajazaliwa kwa ajili ya kufungwa. Wamezaliwa kwa ajili ya kushinda. Hakuna timu hiyo duniani. Mchezo pili mtawalia mnafungwa. Simba ya wanawake imefungwa Arusha, inafungwa Dar es Salaam. Tafasiri ni kwamba unyonge wa Yanga Princess kwa Simba umekwisha. Kwanza utakao utambue sisi ni wateja wetu hao. Kwenye ligi kuu toka timu zimeanzishwa, ligi toka imeanza. Wametufunga kwenye ligi, leo ndo mchezo wa pili kwenye ligi kuu. Toka imeanza ligi, huu ni mchezo wao wa pili. Mchezo wa tatu wa Ngao ya Jamii hapa ambao tufunga kwa mikojo ya penalty. Kule Arusha sasa tucheza na JKT, tukafungwa 1-0, wao ndo wakamfunga kwenye finali JKT goli 3. Kwa hiyo kule hakukutana na sisi. Kwa hiyo hii leo ni mechi yao ya pili katika msimu huu, wamepata matokeo kwenye mikojo ya penalty na kwenye mchezo wa ligi wamepata matokeo, lakini kwenye mchezo wa kwanza na sisi tulishinda goli 1-0. Nadhani unakumbuka uwanja huu. Kwa hiyo wao wametuharibia unbeaten yetu. Sababu sisi tulikuwa tunaenda kutangaza tena ubingwa kwa mara nyingine tena bila kupoteza mechi. Kwa sababu msimu uliopita tukupoteza mechi hata moja. Kwa hiyo na msimu huu pia wao wametuharibia unbeaten yetu hapa. Lakini tulikuwa tunaenda kutangaza tena ubingwa bila kupoteza mchezo. Kwa binafsi kinachotuuma leo tumekuja kuharibu unbeaten yetu ambaye kwenda kutangaza ubingwa kwa mara ya pili tukiwa bila kupoteza mechi. Wao wanatamba hata mngekuja ile tarehe 8 mngefungwa hivi hivi. Tujiulize, aloenda kasi saizi nani? Kama si tulikimbia game, aloenda kasi nani? Wanapata pointi zao 3. Pointi 3 unazipata kwa kigezo gani? Wanaleta timu uwanjani. Jiulize wakati wanaleta timu uwanjani, mechi commissioner alikuwepo? Hakuwepo. Kamisa alikuwepo? Wale waamuzi watatu wanasimama mchezo hakuwepo. Wanapataje pointi 3? Kwa nimekwambia hiki ni kikundi cha wauni kipo kwenye mpira. Sawa? Hii timu watu imeanzishwa sio kwa ajili ya mpira. Imeanzishwa kwa ajili ya kubeba wazee wetu kupata uhuru wa nchi yetu. Wakawabeba tukapata uhuru, na ndio maana kwenye logo yao wana mwenge. Wewe mtafute nyuma mwiko yote muulize, huo mwenge ulifikaje kwenye logo? Hawezi kukujibu kwa sababu hajui ule mwenge una maana gani. Sawa? Hawezi kujua kwa sababu ule mwenge hajui una maana gani. Umekuja baada wao kuwabeba wazee wetu kupata uhuru wa nchi. Na ndio maana wamevamia mpira, wanaongea vitu ambavyo hawavitambui. Leo naenda kasi kwa kigezo gani? TFF na bodi ya ligi kwa ujumla hawajatoa ripoti kwenye ule mchezo na tarehe haijatangazwa. Kasi unaenda kwa kipengele gani? Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hawa timu ya mpira hawana, wanataka pointi za mezani. Kama kuna mchezaji ambaye tumecheza sisi kapewa kadi 3 za njano, wana haki ya kupewa pointi 3. Lakini sio mchezo ule wasema wanadai pointi 3. Yaani wameenda wenyewe pale afu wanadai pointi 3. Kwa hiyo ni kikundi cha wauni kipo kwenye mpira, na mimi nampongeza Karia. Aendelee na msimamo wake huu kwa sababu Karia wanamchezea sana. Sawa, ashateuliwa kwa mjumbe wa CAF. Kwa hiyo lazima asimame kusimamia kanuni na sheria za mpira wa miguu. Kwa hiyo kama kweli wameenda kasi, mimi nakuahidi brother, hiyo timu inaenda kushuka daraja. Asante. Asante.